Matembezi ya kampeni ya kuchangia chakula mashuleni yafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Wanaharakati wa Palestina waliokamatwa na Israel wakati wa jaribio la kuingiza meli ya msaada katika bandari ya Gaza warejeshwa makwao. Na katika michezo, mkutano wa Yanga kuhusu uchaguzi waishia kumwondosha kiongozi chini ya ulinzi wa polisi. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Tunaianza taarifa hii ya habari kwa habari za kitaifa. Viongozi wa dini kutoka makanisa 12 ya mkoa wa Mara yameendesha maombi maalum ya kulaani vikali mauaji ya mara kwa mara yanayotokea mkoani Mara, huku wakitaka wananchi wa mkoa huo kumrudia Mungu na kuachana na tabia ya ulipizaji wa visasi. Kutoka Musoma, mwanahabari wetu George Marato anaripoti. Viongozi hao wa dini kutoka makanisa mbalimbali mkoani Mara wamesema hayo baada ya kufanya maandamano ya kuwakumbuka watu 17 wakiwemo watoto wadogo 9 walio wa ukoo mmoja waliouawa kikatili kwa kukatwa na mapanga mwezi Februari mwaka huu mjini Musoma, mauaji ambayo yanatajwa yanatokana na sababu ya ulipizwaji wa visasi. Wadau wa watoto tumetoka katika makanisa 12 mkoa mzima wa Mara. Wamekuja hapa watu kutoka Shirati, wamekuja hapa watu kutoka Bunda, wamekuja hapa watu kutoka Musoma mjini. Tumekuja kwanza kwa madhumuni yafuatayo. Kwanza tumekuja kuwakumbuka wenzetu waliofariki kikatili bila tatizo. Waliofariki walikuwemo watoto 9 ambao walikufa bila sababu. Tunaposoma maandiko matakatifu tunaona ya kwamba kazi moja ya shetani ni kuua. Na katika siku za hivi karibuni tunaona wimbi la mauaji na hasa kwa watoto. Mahali hapa kuna watoto waliouliwa, miili yao imelala mahali hapa, hawakuwa na hatia. Na hata kama kulikuwa na ulipizaji wa kisasi, watoto hawa hawakuhusika katika kosa lolote. Lakini ni kazi ya shetani kuangamiza watoto. Sisi tunaohudumia watoto tutakumbuka ya kwamba tunawahudumia watoto tukijua ya kwamba watoto ni walengwa wa shetani. Maandamano ya viongozi hao wa dini yakiongozwa na watoto wadogo yamehitimishwa baada ya kufika katika makaburi ya watu hao 17 katika eneo la Bware nje kidogo ya manispaa ya Musoma, huku wakishuhudia nyumba za familia hizo sasa zikiwa zimefungwa kutokana na kukosa watu wa kuishi huku ndugu na jamaa wakiogopa kuishi eneo hilo kwa hivi sasa. Nikiripoti kutoka Musoma, mimi ni George Marato wa ITV. Matembezi ya mwaka huu ya kuchangisha chakula shuleni yanayoratibiwa na mpango wa chakula duniani WFP na serikali pamoja na washiriki wengine yamefanyika kwa mafanikio mjini Dodoma. Mwandishi wetu Abdul Hamid Njovu anaelezea zaidi katika taarifa inayosomwa studio na Rainfred Masako. Matembezi hayo yaliyoanzia uwanja wa kumbukumbu ya Nyerere hadi uwanja wa Jamhuri yalizinduliwa na naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi Mheshimiwa Gaudensia Kabaka na kupokelewa katika uwanja wa Jamhuri na mgeni rasmi naibu waziri wa kilimo, chakula na ushirika Mheshimiwa Dr. David Matayo, ambapo zaidi ya shilingi milioni 151 zimepatikana mwaka huu. Akizungumza baada ya kupokea maandamano hayo, naibu waziri wa kilimo, chakula na ushirika Dr. Matayo amesema wakulima wana uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosheleza mahitaji nchini na wanachohitaji ni kuwezeshwa. Watoto ni kizazi cha taifa lijalo la kesho, na nchi yetu, wakulima wetu wana uwezo mkubwa wa kulima chakula cha kutosheleza nchi yetu. Wanachohitaji ni kuwezeshwa. Nchi yetu na serikali yetu inaendelea kuwezesha wakulima wetu wanaolima chakula, hususan maeneo ambayo yanalima mahindi na mpunga. Serikali inatoa ruzuku ya mbolea ili tuweze kuongeza uzalishaji, lakini vile vile serikali inatoa ruzuku ya mbegu bora ili wakulima wale waweze kutumia mbegu zile waweze kupata mazao mazuri.
Aidha, naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi Mheshimiwa Gaudensia Kabaka amesema mpango wa WFP wa kutoa chakula shuleni una mafanikio makubwa katika kuongeza idadi ya uandikishaji wa watoto, mahudhurio, ufaulu na lishe kwa wanafunzi, na serikali imeunda kikosi kazi ili kuhakikisha kuwa shule zote nchini ziwe zinatoa chakula shuleni. Serikali imeona umuhimu huu na inatamani sasa kila shule iwe na mpango wa lishe mashuleni. Wizara yangu ya elimu imeunda kikosi kazi kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kuhakikisha kwamba kila shule inakuwa na chakula mashuleni, angalau mlo wa mchana. Naye balozi wa WFP wa kupiga vita njaa shuleni Bwana Reginald Mengi amewahamasisha wananchi kujua tatizo la njaa shuleni na kuwataka washiriki kulimaliza, kwa vile amesema kufanya hivyo ni kupiga vita umaskini nchini kwa vitendo. Tunaposema watoto wasishindwe kwenda shuleni kwa sababu wana njaa, kwa mara nyingine tunasema tupige umaskini vita. Kwa sababu mahali ambako hakuna elimu, mahali ambako watoto hawaendi shule, huwezi kushinda vita dhidi ya umaskini. Lakini kibaya zaidi ni kwamba pale watoto wanashindwa kwenda shule kwa sababu ya njaa, tunajenga umaskini ambao ningependa kuita umaskini endelevu. Umaskini endelevu maana yake ni nini? Babu ni maskini na wazazi wake ni maskini, na kwa maana hiyo babu hakwenda shule, hakupata elimu. Na kwa sababu hakupata elimu, hivyo anashindwa kumudu maisha yake kwa sababu ya umaskini wake, naye anashindwa kupeleka watoto shule kwa sababu watoto wao ni maskini, hawana chakula kwa sababu ya njaa. Kwa maana hiyo babu anakuwa maskini, akamzaa baba anakuwa maskini, baba akamzaa mtoto maskini. Kwa hivyo umaskini unakuwa endelevu. Mwakilishi wa WFP nchini Bwana Roland Sibanda, mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Paseko Olekone, mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. James Msekela na mwakilishi wa TNT na Unilever Bwana Jonathan Kasesela wamezungumzia manufaa ya mpango huo na umuhimu wa kufanya wa kudumu na kwa kujitegemea. This year, WFP has managed to expand the school feeding program to cover a total of 1,165 schools, an addition of 835 new schools in 5 regions: Arusha, Manyara, Singida, Dodoma and Shinyanga. Kati ya mwaka 2005 na mwaka 2009, uandikishaji wa watoto wanaanza darasa la kwanza umeongezeka kutoka wanafunzi 31,042 hadi kufikia wanafunzi karibu 40,000, sawa na ongezeko la asilimia 28.2. Aidha, idadi ya wanafunzi katika shule za msingi imeongezeka kutoka wanafunzi 231,076 mwaka 2005 hadi kufikia wanafunzi 557,517 mwaka 2009, sawa na ongezeko la asilimia 13.4. Kama kuna watu wanahitaji utetezi mkubwa, basi ni watoto. Na watoto utetezi wao sahihi unaweza tu ni kuwasaidia wapate elimu. Na ili wapate elimu, mazingira yao yawe mazuri. Wanahitaji chakula pamoja na mambo mengine mengi. Sasa chakula kitapatikana kutokana na nguvu za wazazi wao. WFP kwa ukarimu wao waliona wasaidie katika hili, na kama ulivyosema mzee Mengi sahihi kabisa, wakaona watumie njia mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha umma, tukianzia na wazazi wenyewe, lakini kwa kuwatumia vijana hata kwa njia hii ya maandamano, ili umuhimu
wa kupatikana kwa chakula uonekane. Unahitaji shilingi 3,400 tu kutoka kwenye mshahara wako kwa mwezi kumlisha mtoto. Shilingi 3,400 kwa mwezi toka kwenye mshahara wako au pato lako, ambayo kwa mwaka ni 40,000. Sidhani kama kweli wa Tanzania tutashindwa kuwalisha hao watoto mashuleni ili waweze kusoma na kuondoa umaskini.